Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha Young Africans chini ya kocha Pedro, ukiweza kushuhudia wakiweza kujiandaa na mchezo mkubwa zidi ya Al Ahly, mchezo wa marudiano katika raundi ya 4 ambapo wanakutana kati ya mwenyeji ambaye ni Young Africans akiweza kumwalika pale Zanzibar. Nazungumzia Al Ahly, ambapo mchezo unapigwa kwa siku katika siku ya leo, huku kienda kushuhudia ubora mkubwa ambao kila mmoja yuko nao. Sasa mimi nimekusogezea kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya mchezo huu mkubwa kwa siku ya leo, mchezo muhimu sana kwa wananchi Young Africans, kwani wanahitaji kuweza kuondoka na alama yoyote katika mchezo huu, iwe moja iwe alama tatu, kikubwa ziwe alama ili kuja katika nafasi nzuri ya kuweza kusalia kuendelea katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa mimi nimekusogezea kikosi hicho bila kupoteza wakati, twende kutizama kikosi hicho. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza hili naloendelea kwa wakati huu kuna kikosi cha timu ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans ambayo leo ipo dimbani kucheza na moja kati ya vigogo wakubwa barani Afrika, National Al Ahly, pale majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, ratiba ikiweza kuonyesha hivyo. Klabu ya soka ya wananchi Young Africans inadondoka dimbani kwenye mchezo huo, ikienda kuweka hapa nazungumzia kila kitu mbele yao kuhakikisha kwamba wanapata ushindi mkubwa katika mchezo huu wa leo hii. Sasa tunaenda kutizama kikosi. Bana, kikosi kama ifuatavyo: golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, kutokana na ubora wake ameendelea kuweza kuwa mwiba mchungu kweli kweli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaipiga katika safu yake ya ulinzi pale golini, akiweza kuhakikisha kwamba goli lake linakuwa liko salama, nyavu hazikwendi kutikiswa kwa mara nyingine tena na National Al Ahly kama ilivyokuwa katika mchezo uliopita. Diarra ana uwezo mzuri wa kuweza kukaa golini na kutuliza mashambulizi, ana uwezo mzuri kabisa wa kutoa hapa nazungumzia mikwaju mizito ile, ana uwezo pia kuweza kuichezesha timu. Kwa hiyo Young Africans wana faida nyingi sana unapokuwa na Diarra akiwa langoni pake. Huku beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kwasi. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mabeki hatari na mabeki ambao ni wasumbufu kweli kweli. Ana uwezo wa kupanda vizuri kabisa, ana uwezo wa kupanda juu na kuweza kutengeneza mashambulizi, lakini ana uwezo wa kurudi kwa haraka zaidi na kuja kuweza kuzima mashambulizi ambayo pengine yanapokuwa na tokea katika lango lao. Kwa hiyo ni moja kati ya mabeki wazuri ambao Young Africans leo hii wanakwenda kumtumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa mazuri katika nafasi hiyo. Huku beki namba 3 anasimama Mohamed Hussein Shabalala Zembo Jr. Kazi yake ni nzuri pia, ana uwezo wa kutengeneza nafasi, ana uwezo wa kupiga close zile nzuri kabisa, ana uwezo pia wa kupanda na kushuka kwa haraka zaidi. Ni moja pia mabeki ambao wanasifika na ubora mkubwa katika safu hiyo ya ulinzi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Huku namba 4 anasimama si mwingine bali ni Ibrahim
Hamadi Baka kitasa kweli kweli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambao anaipiga Joe. Hapa nazungumzia Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na hapa nazungumzia Ibrahim Hamadi Baka, ukiweza kushuhudia safu ya ulinzi ikiwa madhubuti kweli kweli, huku Ibrahim Baka akitimiza yale majukumu yake na kuhakikisha kwamba wanakuwa salama kabisa kuwazuia washambuliaji wa National Al Ahly, huku beki namba 5 akisema Bakari Nondo Mwamnyeto. Sababu kubwa kuwekwa hapo ni kuhakikisha kwamba washambuliaji wa Al Ahly ambao wanaonekana vimo vyao huwa ni virefu zaidi, na basi Bakari Nondo Mwamnyeto mipira yote ya juu kazi kubwa ni kwake, kwani amejaliwa kuwa na kimo kirefu zaidi anapokuwa ukimtizama tunaweza kuona kabisa kwamba ni mtu ambaye amekwenda hewani kweli kweli. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kazi kubwa ya mipira ile ya juu, anaifanyia kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo safu ya ulinzi inakuwa imekamilika hivyo, huku upande wa viungo unakutana na hapa nazungumzia namba 6. Namba 6 anasimama si mwingine bali ni Damaro, au unafahamu shughuli yake, moja kati ya viungo wazuri kweli kweli, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo ameipiga kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans toka alipoweza kufika. Ameweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Mchezaji mzuri hana muda wa kuweza kupoteza, kama anajua kweli kweli, hana muda wa kuanza kupewa mapambio muda wala kitu kingine. Kwa hiyo tayari ameingia kwenye mfumo na anaanza katika mchezo huu kwa mara nyingine. Mchezo uliopita aliweza kuanza na huu ameweza kupewa nafasi ya kuweza kuanza. Damaro ni moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kuliziba dimba la kati, hususan kwa timu kama National Al Ahly ambao wanapenda kutumia maeneo ya katikati kupita. Sasa wanakutana na mwiba mchungu Damaro, moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli ambao wana uwezo kuwa mastopa wazuri pale katika eneo la namba 6. Wanajua kukaba, wanajua kutoa pasi, kwa hiyo wamekamilika kiukweli. Kwa hiyo leo hii Damaro atasimama katika eneo hilo la namba 6, huku namba 7 utakwenda kukutana na si mwingine bali huyu nazungumzia ni Maxi Mpia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, kazi kubwa ambayo anaipiga. Utakwenda kushuhudia ubora mkubwa kweli kweli ambao yuko nao, na mapafu ya kutosha, mbio zipo, mashuti yapo, uwezo mkubwa mguuni wa kucheza na mpira upo. Kwa hiyo leo hii kazi watakuwa nayo. Hapa nazungumzia National Al Ahly kuweza kuhakikisha kwamba naye pia wanamzuia Maxi Mpia Nzingeli, huku unakuja kukutana hapa na si mwingine bali hapa huyu ni namba 8 ni Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa watu hatari kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, moja kati ya watu ambao wanapiga pasi nzuri zaidi, moja kati ya watu ambao wanajua kukaba, wanajua kufunga. Kwa hiyo wamekamilika kweli kweli. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaipiga Duke Abuya katika dimba la kati, unaweza kusema kwamba pengine ni moja kati ya wachezaji ambao kwa sasa ni tegemeo zaidi kwenye kikosi cha Young Africans kutokana na ubora ambao amekuwa nao, mwendelezo wa kila mechi. Sio mchezaji ambaye anakupa leo kesho utamuona hakupi kile ambacho unakitaka. Kama mwalimu anafurahia kuwa na Duke Abuya, kwani atakimwamsha asubuhi ubora wake unaendelea kuwa ule, huduma ambao anaitoa ni ile. Huku namba 9 anasimama Depu, ukiweza kushuhudia nguvu, maarifa, uwezo mkubwa wa kuweza kutembea na beki zaidi ya 2. Kazi ni nzuri ambayo anaipiga Depu mpaka sasa, na mabao 3 katika ligi ya NBC. Sasa ni zamu ya kufungua kurasa katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huenda leo hii ikawa ni siku njema kwake, kwani uwezo unajionyesha. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje katika mchezo huo. Kwa hiyo namba 10 anasimama si mwingine bali ni Alan Okello. Mwalimu ameona kitu cha tofauti na kuweza kumweka kama namba 10 acheze Alan Okello akichezesha wafungaji pale. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia kazi kubwa. Alan Okello naye pia ni ingizo jipya ambalo alikuhitaji kelele kuingizwa kwenye mfumo, kwani uwezo wake tu ulitosha kujieleza kwamba huyu ni mchezaji na ni mchezaji kweli. Huku namba 11 anasimama Profesa Waboli, si mwingine bali ni Paco Mzuzu. Anafahamu shughuli yake, miongoni mwa watu wa hatari kweli kweli, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa, kasi, maarifa mguuni, uwezo wa kushambulia, uwezo wa kupita katikati ya msitu, namna ambavyo kazi zake anazifanya utakwenda kushuhudia leo hii pale Zanzibar. Bwana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na kikosi hiki ambacho
Hanza dhidi ya National Al Ahly kwenye mchezo huu mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Weka maoni yako hapo chini katika